Okay, my people, tulia. Kuna kitu kinaitwa serpent kundalini rising. Manake huyu nyoka ambaye amelala hapa kwenye root chakra anabidi aweze kupanda kwenye sacral chakra, ambao ndo kwenye maji yako ya uzazi, kwenye ubunifu, aendelee kupanda kwenye solar plexus mpaka aweze kufika kwenye crown chakra. Sawa, hapo ndo utapokuwa, manake mwili wako auilishi tena sumu, nafsi yako auilishi tena madhara. Madhara gani? Si ndio? Manake zina, kuongea uongo, hivyo ndo vitu ambavyo vinashusha frequency yako. Okay, my people, ila kitu ambacho kikubwa kichoweza kutokea, tukirudi kwenye historia ya nyuma kwenye Adam na Eva, ambao namwambia Eva alishawishiwa na nyoka ili aweze kula tunda. Tunda lilikuwa ni nini? Tunda maana yake ni kwamba waliweza kufanya tendo la ndoa, zina, ingalikuwa walikuwa hawajaweza kubalance sawa chakra zao, hisia zao, yani walikuwa bado hawajapewa yale maelekezo yote kuhusiana na miili yao. Ndio maana unaambia Mwenyezi Mungu alivyokuja aliwakuta wanajificha. Kwa sababu gani? Walikuwa wako watupu, walikuwa wako uchi. Okay, my people, kwa hiyo ni kama mzazi anavyoweka pale pipi afa anamwambia mtoto usile mpaka nirudi. Maana yake anajaribu kuangalia, je, atatii? Na kumbuka pale walikuwa bado hawajaweza kupata ile connection na muumba wao directly, sawa? Ila aliwashusha ili aje kuwapa knowledge, ile akili ya kuweza kubalance miili yetu. Maana miili yetu ndo ina hisia, kila sehemu ina hisia yake. Kuna huzuni, kuna furaha, kuna hisia za kimapenzi, kuna kila aina ya hisia ile ambayo inabidi uweze kupewa direction, uweze kuzibalance vipi, kwa sababu kwenye ulimwengu wa sasa hivi bado watu wanaishi kwenye ile njia ambayo walioishi Adam na Eva, ambao waliweza kukosea. Kwa sababu gani? Elimu imetoka, ila elimu bado haieleweki jinsi gani ya kuweza kubalance your physical body ili your makaba iweze kurise, ili uweze kuactivate 5D light body yako. Na ndo pale unapokuwa katika 5D reality, maana yake wewe unaweza kupokea taarifa kwa Mwenyezi Mungu na kwa ulimwengu moja kwa moja. Ila ukiwa kwenye 3D ndo hii matrix, unaamini kwenye vitu ambavyo unaweza kuvigusa tu. Kwa maana yake inabidi uweze kutoka kwenye unyama alafu uje kwenye nafsi, kwenye uhuru, kwenye mwanga. Kwa sababu mnyama utaona kama kuku akitaka kukutana na jike mpaka wakimbizane na hivi na hivi. Wewe tofauti yako ni unamkimbiza mwanamke vile vile, ila kwa vishawishi. Manake bado pia hujaweza kubalance hisia zako. Ndio maana nasema inabidi utoke kwenye unyama, urudi kwenye utu, urudi kwenye mwanga, urudi kwenye maelekezo tulioweza kupewa. Balance chakra zako zote 7. Root chakra ndo mizizi ya kila kitu. Root chakra inaactivatiwa sana, kwa mtazamo wangu na kwa pia mazoezi mimi niliweza kufanya, ni kwa kusababisha mwili wako kuupa mazoezi ya kila siku. Nidhamu. Root chakra ni nidhamu. Sasa nidhamu utengeneza, yani jipe mazoezi ya kila mara kwa mara ili uone kama utaweza kubaki kwenye hiyo nidhamu. Sacral chakra ni maji yako ya uzazi. Sawa. Ubunifu wako ndo umelala hapa, ambako tunamwaga tu mbegu ovyo bila kujali, bila kuangalia. Na hapo pia ndo sheitani anapoweza kufeed. So my people, kitu kingine, kuna clairvoyance. Binadamu sisi hapa jinsi tulivyo, tunaweza yani tuna hisia zaidi ya 5 ambazo tunasoma kwenye science. Na kwa nini tunaambia tuna hisia 5? Usiangalie hisia nyingine. Hisia nyingine uzione kama ziko nje yako wewe. Binadamu sisi tunaweza kuhisi hisia ya mtu mwingine. Binadamu sisi tunaweza kusikia mawazo ya mtu mwingine kabla hajayazungumza. You feel me, my people? Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo inabidi kuweza kuviactivate. Binadamu sisi kwa kufumba macho ama kwa kuto kufumba macho tunaweza kuona picha. Ulimwengu, ukiongea na ulimwengu unaweza kukuonesha picha, na unaweza kusikia sauti kwenye kichwa chako ya Mwenyezi Mungu ikizungumza na wewe directly, moja kwa moja. So my people,
inabidi uweze ku-raise vibration yako, na unavyoweza ku-raise vibration yako, ulimwengu unatii amri yako. Ulimwengu unatii amri yako pale vibration yako itakavyokuwa imekuwa tu. Na ndio maana Yesu aliweza kubadilisha sijui chakula hiki kikawa chakula kile, kipofu akawa hivi nini, kwa sababu yeye ameweza kubalance frequency yake, vibration yake iko high, iko align na ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu unamsikiliza na kumtii directly. Kwa hiyo inabidi uweze kuactivate your 5D light body, activate your Merkaba, rise your kundalini. Okay, unavyoweza ku rise your kundalini, your serpent, na akaweza akaja kufika hapa, manake wewe kwenye ulimwengu wa 3D unakuwa umetoka umehamia kwenye 5D. Na mara nyingi sana, tahadhari, ili kuweza kutoka kwenye ulimwengu wa 3D kuingia 5D, cha kwanza ni utapoteza kila kitu. Kwa sababu maana yake nini? Ulimwengu wa 3D ni ulimwengu wa kuamini vitu unavyoshika. Kama ni pesa, kama ni mahusiano, yote ambayo hayaungamani na wewe, yote utapoteza. Ila utapata vingi zaidi na zaidi na zaidi. Hawa wanyama wakuja tu pia kuwepo tu katika ulimwengu, wapo hapo kuweza kutusaidia sisi pia kihisia, kuishi nao, kufurahi nao, kutupa company. Sitaki kuongea sana, ku dive very deep. Tuishie hapo leo.